منا دك طه فأغيثني يا حبيبي باعتصامي. نعم. مشينا فمشينا مشينا فمشينا مشينا فمشينا مشينا كل يوم. Naam, nikukaribisheni ndugu zangu katika mwendelezo wa masomo yetu ya tasawufi, na tulipo alhamdulillah tuko katika ahamiyatu tasawufi, ni namna halisi ya kufahamu umuhimu wa ilmu tasawuf. Umuhimu inna takalifa shari'iyata, hakika ulazimiko wa sheria, allati umira biha al-insanu, sheria ambayo kwayo mwanadamu amrishwa nayo sawa, fi khasati nafsihi, katika namna ya umaalumu wa nafsi yake. Maana sheria inatakallaf, inalazimisha mwanadamu katika mambo ambayo yanahusishwa na nafsi yake tu kama yenyewe. Tarji'u ila qismaini, panatarajika iwe ni katika vigawanyo viwili sawa. Ahkamu, ziko ahkami ambazo, ziko hukumu ambazo tataallakum bil a'mali dhahira, ziko ahkami ambazo zinazofungamana na matendo ya dhahiri. Yani kuna hukumu ambazo zinakwenda kufungamana bil a'mali dhahira, na matendo ya dhahiri. Wa ahkamu, na kuna hukumu ambazo tataallakum bil a'mali al batina, zinazofungamana na matendo ya ndani. Kuna matendo ya nje, kuna matendo ya ndani. Au biibadatin ukhra, au kwa namna nyingine, kwa mazingatio. Ahkamun, ziko ahkami ambazo Uislamu wetu ziko hukumu ambazo sawa, tataallaku, zinazo ambatana, zinazo sawa fungamana, zinazo sawa shikamana, zinazo endana sawa bibadani al-insani, na mwili wa mwanadamu, wa jismihi, tena na mwili wa mwanadamu, bibadani al-insani wa jismihi, wa mwili wa mwanadamu, lakini pia na ngozi yake wa amalun tataallaqu biqalbihi, na kuna matendo yanayofungamana na moyo wake. Fal a'malu al-jismiyya, ama matendo ya kimwili, nawani sawa, yako aina mbili. Tuna awamirun wa nawahi, yako yaliyoamrishwa na makatazo. A'malu al-jismiyya, matendo yanayotegemea mwili. Ukitaka kuswali lazima utegemee mwili, kuinuka na kuinuka na kuinuka na kuinuka, kuinama na kuinama na kuinama, kurukuu na kurukuu na kurukuu, kukaa na kukaa na kukaa sawa. Hizi ni a'malul jismiyya sawa, aliyali nisba jismiyya, umwili, matendo yanayotegemea tasarrufu katika jihatul jismiyya, namna ya matumizi katika mwili. Yako aina mbili matendo hayo, kuna awamiru na nawahi, yako maamrisho na makatazo. Fal awamirul ilahiyya, ama maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al ilahiyya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kasalati, ni mfano wa swala sawa, wa zakati, na zaka, lakini wal hajj, na kama haitoshi na hija. Wa amanna wahi, ama yale makatazo, fahiya kalqatli, ni kama vile unavyoona kuua, wa zina. Hizo ni annawahi, makatazo. Na zina, nafikiri mpaka umuue mtu umetumia mkono, aidha kwa kumpiga bastola, au umetumia mkono aidha kwa kumkaba, umetumia mkono aidha kwa kumchoma kisu, au umetumia mkono kumchinja au kumpiga kawaida. Ndizo a'malul jismiyya. Kwa hiyo kuna awamiru, maamrisho. Mfano swala, huwezi kuiswala kama, yani huwezi kuiswali swala kama hautonyumburisha mwili wako. Hata kitendo cha kuwa umeshindwa kusimama, kule kukaa kwenyewe, bali ni mwili ule umeutumia. La sivyo usingelikuwa na mwili, pasingelikuwa hakuna kitu.
Fakadhalika zaka inategemea tasarrufu aljismia. Alhaji, lazima usarifishe mwili wako uende hija. Huwezi kukaa nyumbani kwako ukasema umekwenda hija bila kutembea, ukapanda gari, ukapanda ndege, ukashuka, ukaingia Hirami Maka pale, ukaenda tawafi, ukaenda Safa na Marwa, ukaenda tawafu lifa, ukaenda jamarati zile, ukatoka pale, sawa? Na pahala pengine kuna Arafa, ni mwili ndio unategemewa. Wa amma nawahi fahiya kalqatli, kama vile kuua, yale makatazo yanayotegemea mwili. Unaua kwa sababu mwili unaruhusu ufanye hivyo. Lakini kama haitoshi kuua, wazina na kuzini, yani uwezi kuwa unazini kwa kutazama jicho hadi. Unampanga binti alafu unamwambia kaa hapo, ona kodoa tu, unaangalia makaleo yake yalivyo. Sasa hapa ndo nazini hapo. Hapa ndo nazini hapo. Sheikh, lazima mwili ufanye kazi Sheikh. Ile muayana tuljismia, makutano ya mwili, ili hiyo zina yenyewe lazima mgusane, ndio maana sio hizi nawahi wasariqa na wizi. Uwezi kusimama pahala wanasema haya ibeni, umekaa tu, utauliwa. Lazima ukitaka kuiba na wewe utumie tasarrufu ya jismia. Lakini kitendo cha kusema ibeni, pia umetumia mwili kwenye kuzungumza. Washurbil khamri, na kunywa pombe. Wa amma al-a'malu al-qalbi, amama tendo sawa ya moyo, fahi aidha, na yenyewe kadhalika awamiru wa nawahi, yana makatazo na maamrisho. Matendo ya moyoni, matendo ya jismia yana nawahi na awamiri. Matendo ya qalbia yana nawahi na awamiri. Amma al-awamiru, yale yaloamrishwa kupitia matendo ya moyoni. Kal imani billah, lazima umwamini Mwenyezi Mungu. Unamwamini Mwenyezi Mungu kupitia kichwa? La. Unamwamini Mwenyezi Mungu kupitia mguu? La. Unamwamini Mwenyezi Mungu kupitia kiuno? La. Unamwamini Mwenyezi Mungu kupitia mdomo? Ni moyoni. Mdomo unatamka tu, lakini ndani ya moyo ndiko haswa mahalu shahid. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa kal ikhlasi wa ridha wa sidiki wal khushui, na kama mtu kuwa mkweli, kuridhia yale ya Mwenyezi Mungu, kuwa mkweli, khushui, yale yanategemea yote moyoni. Wewe unaweza kuipata khushui kwa kutegemea mguu tu wenyewe unyenyekea? Hapana, moyoni. Wewe unaweza ukapata sidiki, ni ukweli, kwa kutegemea kichwa tu bila moyo? Hapana. Wewe unaweza kupata ridha, kuridhia yale bila moyoni? Hapana. Watawakuli, na kuegezea kwa Mwenyezi Mungu, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma nawahi, ama yale makatazo yanayotegemea moyo, fakal kufuri, kama mtu kuwa mkafiri, ni moyoni. Uwezi kuwa mkafiri sawa sawa kwa kutegemea mkono wako, yani huwa nifaqi, na mtu kuwa nifaq. Wal kibri, nifaqu mchonganishi, sawa. Kibri ujubi, kujiona. Ria sawa sawa, ujubi kujikuza. Ria kujikweza, yani ujubi kujikweza. Mimi ndio nimesema sawa, mimi ndio nimesema. Nani mwenye kauli yangu? Nani mimi nimesema ujubi hiyo. Lakini kama haitoshi, ria kujiona, mimi ndio kila kitu hapa, naniona mkija hapa mnipe mkono hapa, nitakupeni laana. Laana za nani? Acha kumtisha mtu. Anamtisha nani? Ala, vipi bwana wewe? Taadab, wewe nani yani? Maana anta ala. Lakini alghururi, na mtu kughururika, kwa maana kupumbazika. Wala yaqdi, na chuki. Wal hasadi, na hasadi. Yaqdi, vinyongo hivi. Simsalimi kabisa. Kwanza leo simsalimi. Kisa nini? Acha mambo ya ajabu, wewe msalimie mwenzako bana. Alafu alhasadi, unaona hasadi yani, unaumia akipata mtu Mwenyezi Mungu akimpa hichi na hichi, basi Mwenyezi Mungu kampa daraja fulani, Mwenyezi Mungu cheo fulani, Mwenyezi Mungu kampa riziki fulani, wewe unaumia, takufa vibaya. Wa hadha alqismu athani, namna ya pili, almutaallikum bilqalbi ahamu min alqismi alawwal. Namna ya pili hii al-allama anatuambia
inayofungamana na moyo. Namna hii ya pili katika amalul qalbia, matendo yanayotegemea moyo, ndiyo matendo muhimu sana kutengenezeka sawa sawa inda shari, kwa sheria. Wa in kana alkullu muhimma, hata kama yote mawili yana umuhimu, kwa maana tengeneza ndani na nje, lakini kutengeneza ndani ndiko kwenye umuhimu zaidi. Ndio maana leo tunasomeshwa ahamiyatu tasawuf, umuhimu wa tasawuf. lianna albatina, kwa ndani, kwa maana kutengeneza moyo, asasu dhawahir, ndiyo msingi wa kuimarika nje. Moyo ukiwa msafi, basi kila kitu kinakuwa kizuri kwa kutegemea ndani. Wa masdaruhu, lakini pia ndio chimbuko la mambo yote mazuri. Ukitaka mtu kuwa na sifa ya usakhia, mtu akuwa sifa na arruhama, mtu kuwa na sifa ya sawa sawa hubbi al-insani, mtu kuwa na sifa ya khalqiyatu na khuluqiyya, sifa nzuri hizo sawa ni sifatul mahmud, lazima iwe ndani pazuri, ndio masdari yake. Wa amaluhu, na matendo yake, mabda wa amali dhawahir, ndiyo mdhihiriko, matendo ya ndani ndiyo mdhihiriko wa matendo ya nje. Alafu mtu akwambia tasawuf ina umuhimu bana, masufi gani? Mimi shekhe, hayo magonjwa yako yatatibika vipi bila elimu hiyo? Wayadhalika, na sikiliza Mwenyezi Mungu anasemaje, faman kana yarju liqa'a rabbih, kwa maana hiyo yoyote anayetaka kukutana na Mwenyezi Mungu vizuri, falyamal amalan saliha, ayatende matendo mazuri. Unatendaje matendo mazuri kama utengenezi ndani bwana? Wala yushiriki bi ibadati rabbi ada, wala simshirikishe Mwenyezi Mungu kwa ibada ya chochote. Suratul Kahf. Kwa hiyo inshallah tunaona umuhimu. Shimina alaykum. Wale wasiokuwa na ilmu tasawuf watafute mashekhi wamo wamejazana, wafundishwe namna ya hiyo ilmu tasawufi inavyopita, inavyosarifi katika faida zake, katika natija zake katika ilmu tasawufi. Inshallah wacha tuweke kitu hapo.